Leo naomba niongee na wale wana KASFETA, viongozi, si mwenyekiti, si katibu. Mimi nimewahi kuwa katibu. Na sasa hivi tena nimechaguliwa tena kuwa katibu. Yaani katibu wa kanisa. Ila hilo ya ukatibu mimi itaniua. Itabidi nigombee hata ubunge miaka ijayo. Maana naona kuna kalama ya uongozi. Okay. Nataka niongee na wale viongozi ambao labda alikuwa mwenyekiti, katibu, mhasibu, nani kiongozi wa miradi na nini, labda wenye uongozi wa kisho, labda alikuwa HP, kiongozi wa nidhamu, waziri wa fedha na nini. Yaani shule ambacho umewahi kuwa kiongozi ukiwa shuleni. UKWATA, KASFETA, PSA, TUCASA. Hivi wewe unashindwaje kuwa kiongozi wa nchi? Kwa sababu wengi ni wasomi, wana PhD, wana degree, lakini huwezi kumwona kwenye siasa. Wakati kwenye siasa humo ndio inatakiwa tupate watu ambao wamesoma, ambao wanaweza kwa sababu kwenye business kuna kitu tunakiita sales forecasting. Sales forecasting ni kitu ambacho kinatusaidia kupredict mauzo ya biashara kwa mwezi ujao, mwaka ujao, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo. So tukiwa na wasomi kwenye masuala ya siasa, utakuwa na uwezo wa kupredict kwamba ifikia 2030, 2040 na 50, Tanzania itakuwa kiwango fulani cha uchumi. Sasa mtu hajui prediction ya sales au ya income kwa mwezi nao kuja, kwa ya either kampuni au nini. Na huyo ndo anaenda kutengenezea budget ya nchi. Wewe unalaumu, unajua bunge limeingia watu ambao hawajasoma. Wewe ambao umesoma unafanya nini? Ulikuwa mwenyekiti mzuri wa KASFETA. Na nini umejitahidi, dada wa watu, kaka wa watu. Lakini kwenye siasa nasema unajua mimi siwezi ingia kwenye siasa. Wewe acha oga. Sababu Mungu kama amekuamini, amekupa mwenyekiti, hata kwenye ubunge unaweza ukaenda ukagombea, kwenye diwani ukagombea, kiongozi mzuri kabisa. Acha oga. Unaweza kufanya. Kijijini kwenu mpaka mtu anatoka mkoa mwingine na kuja kugombea kwenye mkoa wako na anashinda. Wewe kwenye mkoa wako wewe unafanya nini? Mwisho unakuja kugombea hata watu ambao umesoma nao primary walifeli, wamegombea, wamepita. Ila wewe ambaye umesoma mpaka una status, lakini you don't care. Sasa uongozi wako wa shule ulikuwa unakusaidia nini? Muda mwingine nikisema tutafute hela, haimaanishi kwamba ukaenda kufanya biashara. Kwa sababu kwenye siasa humo kuna fedha. Kuwa kiongozi mzuri inakusaidia, hata unatengeneza jina. Hata ukiwa na kampuni yako, watu wanapitia mgongo wa ule uongozi wako, unapata faida. Wewe unaenda kununua kitu kwa mbunge. Mimi lazima ninunue kwa mbunge wangu, kwa diwani wangu. Lazima. Kwa hiyo lazima uwe na nafasi ya kuwa kiongozi kwenye nchi. Hata sio kwa sababu ya uchumi tu, lakini hata kwa sababu ya maendeleo. Wewe ni kiongozi wa KASFETA, PSA, mwenye roho nzuri kabisa na nini, moyo mzuri. Lakini wewe ungekuwa kiongozi, unasema wewe una roho nzuri, mpole na nini, roho ya huruma, ungesaidia. Sasa angalia. Tuna maendeleo, chako hakina maendeleo. Wewe ndio mtu mbaya, ungebadilisha taswira ya jamii yako, lakini you don't care. Wanakusikia umesoma, vijijini kwetu tuna msomi, lakini msomi mwenyewe ndio wewe, hutaki hata kugombea, hata kubadilisha hata jamii yako inayokuzunguka. Upo tu. Kwa nini? Utakuwa mwoga mpaka lini? Kwani uogope? Wewe unaweza kuwa kiongozi mzuri, ukaleta mabadiliko kwenye taifa. Sio leo, kesho na kesho kutwa. Inaweza kuwa ni baada ya miaka 10, miaka 15. Ukaja kuwa kiongozi. Sababu wanaogombea na miaka 50. Wewe lazima uanze kujipanga sasa hivi ili kufikia miaka hiyo 50.
unaweza ukasimama ukagombea na watu wakakuchagua na wakakubali wakakupa nafasi. Kwa lazima saizi uanze kujipanga, uanze kujiamini kwamba mimi naweza nikapambana nikafika mbali. Kwa hakikisha unatekeleza haya niliyokuambia na Mungu atakusaidia. Lazima ufanye mambo ya maana. Kwa nini ushindwe? Wewe ni nani? Wengine wanashinda ni akina nani? Kwa hiyo nipende kuasa hayo mawili matatu yanahusiana na smart generation in politics and leadership. Tutakuwa pamoja, mimi ni yule yule hapa tutakutana hapa. Usisahau kusubscribe, ucomment na kushare. Mungu akubariki sana. Asante.